Chama cha wananchi CUF kwa sasa kipo chini ya uongozi mpya wa mwenyekiti wa Yusuf Mirambo. Huyu alikuwa ni mwenyekiti wa 4 wa chama hicho na kumaliza utawala wa muda mrefu wa Profesa Ibrahim Haruna Lipumba. Mamlaka ya Lipumba aliisha mara baada ya msajili wa vyama vya siasa kueleza kwamba uchaguzi ambao ulimrejesha tena mamlakani uliofanyika Disemba 18 mwaka 2024 ulikuwa na dosari. Moja ya dosari ni kura ambazo alipata Profesa Ibrahim Haruna Lipumba. Alivuna kura 216 kati ya 592. Ofisi ya msajili wa vyama vya siasa ikasema kura alizopata hazikufikia nusu, hivyo hakukidhi kuwa mwenyekiti wa chama hicho. Baada ya sarakasi nyingi ndipo ambako ofisi ya msajili ikatoa barua maalum ama rasmi pale Februari 13 mwaka huu ikieleza kwamba uchaguzi wa chama hicho unapaswa kurejewa. Upande wa Profesa Ibrahim Lipumba ukapinga na ukasema kwamba utakwenda mahakamani kwa kile ambacho inaeleza hata kama kulikuwa kuna makosa, lakini muda mwingi ulikuwa umeshapita kabla ofisi ya msajili wa vyama vya siasa kubainisha dosari hizo. Wakati hayo yakiendelea, Jumamosi uchaguzi wenyewe ukafanyika na hatimaye Yusuf Mirambo akachaguliwa kuwa mwenyekiti mpya wa CUF. Mjadala wetu utatikita hapo kuangazia, je, nini hatima ya chama cha wananchi CUF? Chama ambacho kilitikisa, kikatajika na kuenea kila kona ya nchi hii. Je, ni mwanzo mpya wa uimara ama mwanzo mpya wa kulisaka kaburi la sahau? Yangu matumaini ya kwamba umekuwa na siku njema. Ndivyo ambavyo ninakualika kwenye Uchanganuzi. Naitwa Nurdin Selemani. Kuyatupia macho haya tumemwalika Ali Makame. Huyu ni mchambuzi wa masuala ya siasa, lakini mmoja ya wanachama na aliyekuwa pia kiongozi wa chama cha wananchi CUF, lakini kwa sasa alijiweka kando na chama hicho. Karibu sana Makame. Asante sana ndugu yangu. Kwema? Kwema, mambo yanakwenda? Tunashukuru. Nashukuru. Maswali ni mengi. Tunayaona mengi. Na kweli yanastahili kujadiliwa. Naam. Watu wengi wanajiuliza hiki ambacho kimetokea cha chama cha wananchi CUF kupata mwenyekiti wake mpya ndio mwanzo mpya wa kujijenga ama mwanzo mpya wa kufa kwa CUF? Kinadharia wanaweza akasema ndio mwanzo mpya wa kujijenga, lakini vipi kitajijenga inategemea viongozi ambao kuwa wamekabidhiwa jukumu la kukiongoza chama na uwezo wao wa kisiasa, kwa sababu tayari uchaguzi umefanyika ndani ya migogoro, kuna makundi, lakini ni chama ambacho kuwa kwa sasa hivi hakina nguvu za kiuchumi. Kwa hivyo ili kuhakikisha kwamba wanaweza kuwa ni mwanzo mpya wa kujijenga, inategemea na utashi wa viongozi waliochaguliwa, kwa sababu uimara wa chama ni umoja ndani ya chama. Na kwa hili ambalo kwa limetokea, lazima wajue kitu cha kwanza wanachotakiwa wafanye ili chama kiweze kurudi katika uimara wake. Kwanza ni kuhakikisha kwamba viongozi wanasameheana makosa yaliyojitokeza, lakini wakijua kwamba chama ni watu, na siku zote ukitaka uwe kiongozi mzuri wa chama upunguze maadui, uongeze marafiki. Okay. Ikiwa ni mtu mmoja, kiongozi mmoja mmoja, au ikiwa ni taasisi. Kwa hivyo tunaweza kusema kwamba tukija tukiangalia historia ya chama cha wananchi CUF toka kilipoanzishwa mpaka leo kilipofikia, tunaweza kusema
siku zote kinarudi chini badala ya kwenda juu. Okay. Kwa sababu kilianza kikiwa chama kikuu cha upinzani, kilikuwa kina sauti. Wanapozungumza neno, serikali inashtuka, wanajua kwamba hili neno limezungumzwa na chama ambacho kuwa kuna watu wanaokisikiliza, kuna watu ambao kuwa wakiambiwa fanyeni na viongozi wao wanafanya. Kwa hivyo hata serikali ilikuwa, naweza nikasema, inakithamini kutokana na umadhubuti wake. Lakini wakati huo, mara baada ya uchaguzi au kabla ya uchaguzi, tayari kuna kamgogoro ilitokea wakati wa Mapalala. Ikabidi Mapalala afukuzwe, aingie Musobi, Mageni Musobi. Kwa hiyo ikawa tayari chama kimepata usajili wa kudumu 92 au 93 kama sikosei, lakini baada ya mwaka mmoja kikazaa mgogoro. Tukaenda kwenye uchaguzi, lakini kabla ya kuingia uchaguzi wa 2000 naweza nikasema, kwa sababu 95 tukaenda kwenye uchaguzi, tayari kazaa mgogoro mwingine, akina Nyaluba na wenzake Binaila, unaona. Kwa hivyo migogoro siku zote huwa inaathiri umoja, na huwezi ukawa na taasisi nzuri bila kuwa na umoja endelevu. Lakini mnaweza mkawa na umoja, lakini ikifika pahala umoja kama unaanza kukatika, mnaanza tena kutengeneza nguvu. Kwa hivyo haya ni mambo ambayo kwa njia moja ama nyingine yalikuwa yanaathiri nguvu ya chama cha CUF. Na ndio tumeona kwamba mara baada ya migogoro ambayo kwa imetokea, lakini mgogoro mkubwa uliokuja athiri nguvu za CUF ni ule mgogoro wa Profesa Lipumba na marehemu Maalim Seif. Kuna mgogoro ulitokea wa Hamad Rashid na wenzake wakafukuzwa kwenye chama. Lakini mgogoro mbaya zaidi ni ule ambao kuwa Profesa Lipumba na Maalim Seif walipokuja kuwa na hitilafu kubwa, mpaka ikabidi chama cha wananchi CUF kipasuke vipande viwili. Maalim na watu wake akajiunga kwenye ACT Wazalendo na Lipumba akabakia na CUF. Kwa hivyo jambo moja mimi nalikumbuka, kwa sababu kwenye mgogoro ule mimi ilikuwa niko kwenye CUF, na kwa bahati nikapewa nafasi kuwa mshauri wa Profesa Lipumba. Lakini nakumbuka neno moja ambalo kwa niliwahi kumshauri mara baada ya kufanya uchaguzi ule, akawa mwenyekiti na Maalim ashaondoshwa. Kaambia, Profesa, zamani kulikuwa na CUF Seif na CUF Lipumba. Lakini sasa imebakia CUF Lipumba. Ikiwa mazuri aliyokuwa akiyafanya Maalim Seif ndani ya chama, utayafanya mazuri yale na utaongeza zaidi. Lakini kama kuna mabaya alikuwa anayafanya Maalim, wewe utafanya mazuri na mabaya utafuta. Watu watasema aliyekuwa na matatizo ni Maalim. Lakini ikiwa mazuri aliyokuwa akiyafanya Maalim hutoyafanya na mabaya utatengeneza mabaya mengine, watu watasema wewe ndiye mwenye matatizo katika siasa yetu. Kwa hivyo huu ni ushauri nakupa, kama ambavyo kwa mmeniambia ni miongoni mwa washauri wako. Angalia sana uongozi chama ambapo kwa umekichukua. Tengeneza umoja, lakini kuna mambo unaweza ukayasoma na ukajua ukweli uko wapi juu ya mgogoro ambao kwa tulikuwa nao ulikuwepo. Lakini samahani, ilikuwa kama vile nampigia mbuzi gita. Yakaanza kutokea migogoro mengine. Kwa bahati, kabla ya kuingia katika uchaguzi wa 2020, makamu mwenyekiti wa CUF Zanzibar alikuwa Basi Muhunzi, akaondolewa kwenye nafasi ile kwa sababu tu mivutano yake yeye na Mheshimiwa Muhunzi. Akachaguliwa Mheshimiwa Musa Haji
kukaimu nafasi ile, kwa sababu makamu alipitishwa kwenye mkutano mkuu, ikangojea kwamba mpaka atakapokwenda kwenye mkutano mkuu ndio athibitishe kuweko makamu mwenyekiti. Lakini wakati tunaenda kwenye uchaguzi, mimi binafsi nikuja nikachaguliwa kuwa naibu katibu mkuu wa CUF Zanzibar. Nashukuru baraza kuu linithibitisha kwa kura nyingi tu au zote, lakini tunaenda kwenye uchaguzi, ikawa kuna maelekezo ya baraza kuu nini nikafanye Zanzibar kama mtendaji mkuu kwa Zanzibar, naibu katibu mkuu. Lakini mwisho wa siku baada ya uchaguzi nilienda kugombea uspika wa baraza la wawakilishi. Lakini baada ya kutokea kule nikaondolewa kwenye nafasi ile ya unaibu katibu mkuu. Kwa nini? Uchaguzi haukuwa nzuri na wewe tunashasema hatutambui umeenda kugombea uspika. Siri nyingine ni za chama, siwezi nikazungumza. Lakini ikabidi mimi nibaki nikiwa mjumbe wa baraza kuu. Okay. Hapo Makame, CUF ilikuwa ni imara sana, licha kwamba ilipigwa pepo za kusi na kasi. Mwisho wa siku pabaya zaidi ni pale ambako ilikuwa ni kushusha tanga, kupandisha tanga. Pale ndo ambako inaonekana ilisambaratisha CUF, lakini ikawa imebaki inaonekana kama CUF ni Lipumba, Lipumba ni CUF. Ndio. Kuondolewa kwake sasa, mtu ambaye ndo alikuwa mzizi wa mwisho wa kuishikilia CUF, inatoa picha gani kwa chama chenyewe na demokrasia ambayo ilikuwa ikitajwa ndani ya chama hiki ambacho kilikuwa kikiongozwa na kauli mbiu ya haki sawa kwa wote? Kwanza picha inayoonyesha kwamba mtiririko mzima wa kisiasa lazima uwe na watu wana upeo wa kisiasa, na mtu mwenye upeo wa kisiasa usiangalie uwezo wake wa kielimu, kwa sababu Lipumba ni profesa wa uchumi, lakini alichukua chama kilikuwa kinapata ruzuku ya milioni 280, lakini kila leo ikawa nguvu ya chama inashuka, pamoja na akiweko na Maalim. Mara ya mwisho unayokuja mgogoro wake yeye na Maalim, chama cha CUF kilikuwa kinapata ruzuku milioni 100 karibu na 29 kama sikosei. Lakini ikaja uchaguzi wa 2020 wakawa wanapata ruzuku milioni 8, lakini leo hakuna ruzuku single cents. Nini cha makusudio yangu? Kwamba msimuone kwamba mtu ni msomi mkafikiria ndiye mwenye uwezo wa kufanya shughuli za kisiasa kutokana na usomi wake. Anaweza kuwa mtu hata sio msomi, lakini akajua kwamba ili niwaongoze watu katika siasa endelevu, katika umoja endelevu, huwa ni kipaji ambacho kuwa anakuwa nacho. Lakini leo tulichojifunza kutokana na mgogoro kama huu, kwamba hivi vyama vingi hivi vya siasa, viongozi wengi wao, pamoja na kwamba kunakuwa na katiba nzuri, hawaheshimu katiba zao, wala hakuna demokrasi katika vyama hivyo. Na ndio kashtukia Lipumba mpaka kaondolewa, naweza kusema kwa minano. Naona ondoka wewe, usiondoke wewe, ondoka wewe, kama ambavyo tumeyaona yale. Na vyama vingine hali kadhalika ni hivyo hivyo. Baadhi ya vyama kuna watu ndio wameota mizizi ni kama taasisi zao. Na hakuna hata chama kimoja ambacho kuwa hivi, tukiachana na CCM, ambacho kuwa hakina migogoro katika ngazi hizi za juu. Kila mmoja imekuwa kama NGO ya kwake. Na ndio kashtukia hata uchaguzi uliofanyika wa Chadema mfano, imekuwa mpaka leo kuna malumbano. Unaona? Kwa hivyo hii ni kuonyesha kwamba ndani ya vyama demokrasi bado haijasimama.
Na kwa mazingira hayo unashtukia kwamba migogoro tuitegemee kila leo kwa sababu ya kutoheshimu demokrasi ndani ya vyama vyao. Nakwambia hivi kwa sababu pamoja na kwamba mimi nilikuweko kafu lakini nilishawahi kuweko ADC. Na kwa bahati nilifikia mpaka naibu katibu mkuu. Nilishawahi kuweko ACT Wazalendo waanzilishi, nilikuwa afisa wa mipango na mikakati pale Zanzibar. Na hata mara hii niligombea umakamu nikiwa ADA TADEA. Kwa hivyo nimepata kujifunza na kuweza kujua ndani ya mfumo wa vyama vingi, vyama vya siasa ambavyo kuwa lengo la chama chochote ni kuchukua madaraka ya nchi. Lakini sioni kwamba kuna matayarisho endelevu kwa hivi vyama vingine kwamba watachukua serikali. Hapo uongozi mpya umeingia katika nyakati ambazo magumu mengi umeshayapitia. Ule mzizi ya mashina ambayo lilikuwepo limeanguka. Kafu mpya inapaswa kuyaendea mambo gani ya msingi ili kurejelea kule ambako wengi waliheshimu kafu kwa nguvu waliokuwa nayo? Kwanza kafu ni kujifunza kutokana na matatizo aliyoyapata. Alafu yake wawe na ukweli, viongozi wawe na ukweli wa dhati kutatua matatizo hayo. Aidha wakiwa na uwezo mkubwa au uwezo mdogo. Na matatizo ya kwanza ambayo kwa yanaweza kusaidia kutatua ni kuleta umoja ndani ya chama. Ikiwa utaleta umoja wa kweli na wakashirikiana kwa udhati, wanaweza wakafanikiwa kuirudisha kafu ya asili. Lakini wengi wanajiuliza, je, kweli viongozi hawa ambao kuwa wengi wao hawakuwa maarufu kama waliopita? Kwa sababu pamoja na mapungufu ya Profesa Lipumba, lakini alikuwa na sauti ukilinganisha na hawa ambao kuwa wapo. Lakini kafu iliweza kujengeka wakati huo na ikawa inatisha kwa sababu ya msimamo aliokuwa nayo marehemu Maalim Seif. Na tukashtukia ACT sasa hivi nafikiri kama miaka 14 tu, lakini ilipata nguvu baada ya kuingia Maalim Seif. Na chama chochote utakapokianzisha lazima kuwe na nembo, kwa sababu anaweza kuwa mtu mmoja ana uwezo mkubwa ikawa ndio nembo ya chama, wengine wakafuata. Kwa hivyo hawa waliopo naweza nikasema sijaona mwenye nembo ambaye kuwa anaweza akakivusha hapa, lakini nembo inatengenezwa. Kwa hivyo ikiwa watakuwa tayari wenyewe na kukubali kwamba kuna makosa hata wao waliyafanya, wakakaa pamoja, kwa kweli wanaweza wakairudisha kafu ya zamani. Kwa sababu nimekwambia katika siasa naomba hakuna adui wa siku zote wala hakuna rafiki. Lakini jambo muhimu ukitaka wewe katika siasa ufanikiwe, siku zote punguza maadui, ongeza marafiki. Na adui ambaye kuwa anakufahamu ni adui mbaya zaidi kuliko adui ambaye kuwa, kwa sababu anakujua mapungufu yako. Kwa hivyo ili kuirudisha kafu pale ilipotokea, kuwe na nia safi. Kwa mfano sasa hivi vipi wataweza kujenga chama? Kwa mara ya kwanza uchaguzi uliopita Zanzibar walikosa mgombea urais kwa sababu walikosa wadhamini. Naweza nikasema ni aibu kwa chama kikuu kama hichi ambao kwa hata vile vyama vidogo vidogo wamepata. Kwa nini kafu washindwe kupata mdhamini wa mgombea urais? Hapo kuna masuala mengi ya kujiuliza. Naona kwa sababu wakati ule mgombea urais alikuwa Mheshimiwa Ahmad Masudi, lakini alikosa wadhamini. Lakini leo ndio katibu mkuu mteule wa kafu mpya ambao kwa inataka kukarabatiwa. Na siku zote kukarabati jengo kuna gharama kubwa kuliko kujenga jengo jipya. Mfano pale Zanzibar tuna jumba la treni lile wanaita maarufu. Pesa iliyotajwa kwamba imekarabatiwa lile jengo mpaka wale wahusika wengine wakasimamishwa kazi kwamba wametumia hela nyingi.
lakini kutokana na mazingira ya jengo ilibidi sasa. Leo kweli wamechaguliwa viongozi wapya, lakini wanataka kukarabati jengo bovu. Lazima wawe na uwezo wa kifedha, uwezo wa maarifa, watu ambao wana uwezo mkubwa wa kisiasa kuweza kushawishi, kuweza kurudisha umoja. Na kwa bahati kama unavyosikia kwamba wengine wanakuambia wanaenda mahakamani kuweza kujadili swala hili, ni kwamba wana wakati mgumu kuweza kufikia lengo. Na hasa ukiangalia chama hakina ruzuku. Na siasa bila fedha ni sawa sawa na kusali bila udhu. Naona yes. Kwa sababu sasa hivi watu wamebadilika kwamba hata ukimwita mtu kwenye kikao cha kawaida, posho atauliza posho iko. Unaona kama hakuna posho, ukiwa siku ya kwanza posho hakuna, siku ya pili hawaji. Ikiwa una mkutano wa hadhara lazima upeleke gari, alafu na chupa za maji, na wengine atakwambia bwana lazima nyumbani niweke chochote. Sasa imebadilika sasa hivi. Kwa hivyo tofauti na zamani kwamba wakati tunaanza mfumo wa vyama vingi watu walikuwa na matumaini. Kwa hivyo walikuwa wanajitolea hata pesa zao na nini, matajiri walikuwa wanachangia, lakini sasa hivi hakuna tajiri anayechangia kwenye vyama vya nani. Kwa hivyo mambo yamebadilika. Wanakwenda katika wakati mgumu sana. CUF inatoa somo gani kwa vyama vingine vya upinzani kupitia haya yote ambayo tumeyaona? Walipitia magumu mengi huko, wakaja wakasimama, wakasambaratika tena, wakabaki hapo katikati kama hohehahe. Sasa wanakuja na uongozi mpya. Vyama vingine vinapata somo gani kwa CUF? Somo ambalo kuwa ni rahisi ni kwamba migogoro haileti uhai wa chama. Chama ambacho kuwa kinaendeleza migogoro ni kujichimbia kaburi katika siasa zake. Na hili ni jambo liko wazi, kwa sababu hata leo waelewane vizuri tu CUF na uongozi ufanye vizuri, chama hakina ruzuku. Wenyewe wote waliochaguliwa, wengine utawauliza huyu anatoka wapi, huyu ni nani huyu? Kwa sababu ukimtafsiri mwenyekiti mpya, ukimtafsiri makamu mwenyekiti, ukimtafsiri katibu mkuu, ni watu ambao kuwa ni maskini kama mie. Kweli chama ambacho kuwa kikao kimoja tu, kwa mfano huu mkutano uliofanywa, nadhani walipata mfadhili akatoa zaidi ya milioni 400-500 kwa ajili ya mkutano. Sasa hii ni sawa sawa na unasema harusi. Wakati wa harusi unachangiwa, lakini hata kule nyumbani Pemba unapewa susu ya kuku kwa siku 3-4 zile, hiyo mnachinja kuku. Lakini baadaye hapo ndio utaiona Juni Julai, ushamaliza kuku wale na nini, sasa utafute wewe mwenyewe. Sasa na hawa kwa sababu wamepata msaada wa kuweza kuhakikisha wamefanya mkutano. Je, msaada huu utaendelea vile vile katika kujenga chama? Ikiwa haukuendelea, ningeomba umaskini wao wakubali kwamba tumaskini, lakini umaskini usiwatoe katika umoja. Wanaweza kufika mbali. Lakini kwa hivi vyama vingine vya kujifunza kwa CUF ni kwamba migogoro siku zote haileti uhai kwenye taasisi. Na ndio kaona hata ndugu zetu Chadema, manifahamu mara utaambiwa hawa ni hivi, wale ni vile na nini. Hata ndani ya chama kikubwa cha CCM wakati mwingine migogoro inawaathiri, lakini kwa sababu ni meli kubwa lile, likishageuka hapo wimbi lolote wanakuwa na nani. Kwa hivyo lazima, kama unataka taasisi ya kweli ambayo kuwa ya kujenga taasisi uweze kukamata dola, tuendane na umoja. Na ndio kashtukia hata nembo ya taifa letu imeandikwa uhuru na umoja. Kwamba uhuru wetu hauwezi ukawa na thamani kama hatuko na umoja, na tukitaka uhuru wetu upotee, tupoteze umoja. Kwa hivyo sasa hivi ndio tukaona kwamba kila leo tunapozungumza tunahimiza umoja, tunahimiza amani ili kulinda uhuru wetu. Uhuru haulindwi kwa mapanga, manifahamu, kwa nia njema ya kuimarisha umoja. Na vyama havilindwi kwa sababu ya labda nani, yani lugha ni umoja katika vyama.
taasisi ikiwa na umoja, lakini mkianza kugawanyika hamfiki. Na siku zote kiongozi nzuri ni yule ambaye kuwa anaweka taasisi ikawa kitu kimoja. Kwa umoja ndio jambo ambayo inabidi wabebe viongozi wapya chini ya Yusuf Mirambo. No. Na maneno ya kwake Ali Makame, ni mchambuzi wa masuala ya siasa, lakini pia amekuwa mwanachama na kiongozi wa ndani ya chama cha wananchi CUF kabla ya kuamua kukipa kisogo chama hicho na kuelekea katika vyama vingine ADC pamoja na ADA TADIA. Nikushukuru sana. Sawa, kitu kimoja mimi, kwa sababu tunazo dakika kidogo, kwamba ningemwomba msajili wa vyama ni mlezi wa vyama. Mgogoro kama huu uliojitokeza CUF, uchaguzi ulifanyika mwaka 2024 lakini ukafanyika mkutano mkuu wa kupitisha wagombea, lakini tatizo limekuja tatuliwa baada ya mwaka mmoja na kitu. Kuchelewesha kutatua migogoro, kuongeza migogoro, na ile dhana njema ya vyama walivyo kwamba msajili ni mlezi wa vyama inafika pahala watu wanapoteza imani na ofisi ya msajili kwa sababu kuchelewa kutenda haki kunazaa migogoro mingine. Naam. Ndivyo anavyomaliza Ali Makame na ujumbe huo kwa ofisi ya msajili wa vyama vya siasa, akitaka kwamba wawe haraka katika kutatua mambo ambayo yanatokea ili vyama hivi waweze kuvilea na viepukane na migogoro ambayo wakati mwingine inawaelekeza kusiko. Na kwa nukta hiyo nafikia tamati ya Uchanganuzi hii leo. Tulikuwa tukipiga darubini mwelekeo wa CUF mpya chini ya mwenyekiti mpya ambaye anakuwa ni mwenyekiti wa 4 tangu kuasisiwa kwa chama hicho. Naitwa Nurdin Selemani, kutakie usiku mwema, panapo majaliwa kutane tena kesho. Kwaheri.